Katika mji mdogo uitwao Mwanga, palikuwa na familia ndogo iliyojulikana sana kwa maisha yake ya kawaida. Mume aliyeitwa Baraka alikuwa mwalimu mchapakazi, anayefundisha katika shule ya msingi ya mji huo. Alijulikana kwa uadilifu wake na mapenzi makubwa kwa wanafunzi wake na familia yake. Alikuwa mume mwema na baba mwangalifu kwa mkewe na watoto wao watatu, Kulwa na Doi, mapacha wa kike wenye miaka 5, na mdogo wao wa kiume, Ibra, mwenye mwaka 1.5. Baraka alikuwa akiishi na familia yake kwenye nyumba ya kawaida ya vyumba viwili na sebule, iliyojengwa kwa matofali ya saruji na kupakwa rangi ya kijivu iliyoanza kupauka. Licha ya maisha ya kawaida, alijitahidi kuhakikisha kuwa watoto wake wanapata mahitaji yao ya msingi. Japokuwa haikuwa rahisi, Rehema, mke wa Baraka, hakuwa na furaha na maisha aliyokuwa akiishi. Alitamani kuwa na maisha ya kifahari yenye pesa nyingi na anasa. Hakuridhika na kipato kidogo cha mumewe, licha ya juhudi zake za kuipigania familia kwa kufanya kazi kwa bidii. Baraka hakujua kwamba nyuma ya tabasamu la mke wake kulikuwa na tamaa ya mali na anasa zisizoisha. Kwa kawaida, Baraka alilazimika kusafiri mara kwa mara kwa sababu ya kazi yake. Alikuwa msimamizi wa mitihani katika shule mbalimbali zilizoko miji ya jirani. Kila alipoondoka, alimuaga mke wake kwa upendo mwingi na akiahidi kurudi mapema. Hii ilikuwa ni moja ya zile safari zake za kikazi. Alimuaga Rehema kwa sauti ya upole, macho yake yakiwa na huruma na uaminifu. Ninaenda sasa mke wangu. Tafadhali hakikisha unawalinda watoto vizuri. Nitakuletea kitu kizuri nikirudi, Baraka alisema huku akimbusu mke wake na kuwakumbatia watoto wake. Rehema alitabasamu kijuujuu. Usijali mume wangu, watoto wako mikononi mwangu. Nitawahudumia vizuri. Lakini mara tu Baraka alipoondoka, tabasamu la Rehema lilibadilika na kuwa na kijicho cha tamaa. Alikuwa akipanga mipango yake ya starehe. Patrick, mwanaume tajiri mwenye biashara za madini, alikuwa amemwalika kwenye nyumba ya wageni iliyopo katikati ya mji huo mdogo. Usiku ulipowadia, Rehema alijiandaa kwa haraka. Alivalia gauni jekundu lenye kung'aa, akaweka vipodozi vya gharama usoni mwake na kujipulizia manukato yenye harufu kali. Saa 3 za usiku aliondoka nyumbani, akiwa ameacha watoto wamelala kitandani. Alifunga mlango kwa kufuli kwa nje, akiamini kuwa watoto wake wamelala fofofo. Kulikuwa na mshumaa mmoja tu ukiwaka chumbani kwa sababu umeme ulikuwa umekatika tangu jioni hiyo. Rehema hakuona haja ya kuacha taa za mafuta, akidhani kuwa mshumaa mmoja hautaleta shida. Hata hivyo, watoto mapacha, Doi na Kulwa, hawakuwa wamelala kama alivyodhani. Walikuwa wameamka na kuanza kucheza michezo yao ya kitoto, wakicheka na kuzungumza kwa sauti za chini. Mdogo wao, Ibra, alilala fofofo kitandani bila kujua kinachoendelea. Wakicheza kwa muda, walichoka na kuanza kuzungumza. Kulwa, unajua mama kasema tusicheze na moto, sio? Doi alisema kwa sauti ya kuonya huku macho yake yakimwangalia Kulwa ambaye alikuwa anachokonoa mishumaa iliyokuwa ikiwaka. Doi, usiwe mwoga. Mimi ni jasiri. Niko kama shujaa kwenye michezo ya filamu, Kulwa alijibu kwa kiburi huku akiinua mshumaa juu kama anavyowaona mashujaa wakishika mwenge kwenye televisheni. Huu ni mwenge wa uhuru. Mbio mbio. Haya, niambie nani atanizuia? Kulwa alisema huku akicheka kwa furaha, akizunguka chumbani akifanya kama anatembea kwenye uwanja mkubwa wa mbio. Lakini mama alisema tusicheze na moto. Doi alisema kwa hofu, lakini tayari alikuwa akitambua kuwa ndugu yake alishachanganyikiwa na mchezo wake. Bahati mbaya, katika harakati za kucheza, tone la mafuta ya moto wa mshumaa lilimdondokea Kulwa kwenye mkono wake na kumchoma. Kulwa alipiga kelele kwa maumivu. Kwa woga, alirusha mshumaa kwa nguvu na mshumaa huo ukaangukia kwenye godoro lililokuwa karibu na kitanda. Ndani ya sekunde chache, moto ulianza kushika godoro na kuenea kwa kasi. Moshi mzito ulianza kujaa chumbani, ukizunguka kama mzimu wenye hasira. Ibra, aliyekuwa amelala, alianza kukohoa na kulia huku akihema kwa shida.
Alilia kwa sauti dhaifu. Doi, akiwa na hofu kubwa, alikimbilia sebuleni kutafuta maji. Alikuta maji kidogo kwenye ndoo ndogo karibu na mlango. Alirudi nayo kwa haraka na kuyamwaga juu ya godoro, lakini alikuwa machache mno kuzima moto uliokuwa tayari umesambaa kwenye godoro na kuta za chumba. Kulwa alipoona moto unazidi kuongezeka, alikimbia sebuleni na kujaribu kufungua mlango wa nje. Lakini hakufanikiwa, mlango ulikuwa umefungwa kwa kufuli kutoka nje. Aliangua kilio, akaenda kujificha nyuma ya sofa huku akitetemeka kwa hofu. Heleni, tusaidie. Mama, moto! Moto! Doi alipiga kelele huku akibeba mdogo wake Ibra aliyekuwa sasa kimya kabisa. Alijaribu kufikia dirisha la chumbani lakini lilikuwa juu mno kwa umri wake. Saa 7 za usiku, Rehema akiwa kwenye gesti na Patrick, simu yake iliita. Ilikuwa ni Mary, rafiki yake wa karibu. Rehema, kuna nyumba imeungua moto hapa mtaani. Inasemekana ni kwako. Mary alisema kwa sauti ya hofu. Rehema alitetemeka, akijua kuwa alichokisikia ni kweli. Alitoka mbio, akimwacha Patrick akiwa amechanganyikiwa. Alikimbia mtaa mzima huku akilia, akijilaumu kwa kila hatua aliyopiga. Alipofika nyumbani, alikuta nyumba yake imegeuka kuwa magofu ya moshi na majivu. Watu walimzunguka huku wakimwambia kwa huzuni, pole mama, hakuna aliyepona. Rehema alilia kwa sauti kubwa, akidondoka chini. Alijua kwamba tamaa na uzembe wake vimemgharimu kila kitu. Kulipokucha saa 4 asubuhi, Baraka aliyepata taarifa usiku, aliwasili huku akilia kwa uchungu. Rehema alimfuata mumewe akilia na kusema, nisamehe Baraka, sijui ilikuwaje. Baraka alimwangalia kwa macho yenye uchungu na hasira, akijua kuwa tamaa za mkewe ndizo zilizosababisha kifo cha watoto wao wapendwa. Aliongea kwa sauti ya huzuni, umeniangamiza Rehema. Umeua familia yetu kwa tamaa zako. Rehema alibaki akilia kwa majuto makubwa huku polisi wakimkamata kwa uzembe uliosababisha vifo vya watoto. Moto wa tamaa uliteketeza familia iliyokuwa na matumaini. Mapenzi ya mali na usaliti vilimwangamiza Rehema na kumvunjia Baraka ndoto za kuwa na familia yenye furaha. Majuto hayakuwa na maana tena, kwani makosa ya uzembe yalikuwa yamegharimu uhai wa watoto wasio na hatia.